Kwa takwimu hizi hatoboi mtu, ambapo imeelezwa kwamba mwezi wa 12 tuzo za ligi kuu Tanzania bara maarufu kama NBC Premier League msimu uliopita zitawekwa hadharani na kutolewa, ila kati ya watu ambao wanagonga vichwa vya watu hasa katika kumpata the MVP ni Pacome Zouzoua pamoja na Jean Charles Ahoua, ambapo katika taarifa zake Jean Charles Ahoua yeye kwenye ligi kuu ya NBC Premier League yeye amefunga mabao 16. Pasi za mabao ambazo zimetengeneza mabao kwenye ligi ya NBC Premier League ni assist 9. Mchango wa jumla wa mabao, yani mabao pamoja na assist, ni 25. Penalty zilizofungwa, basi kazifunga penalty 6. Mabao ya mipira ya adhabu kaweka mabao 2, na jumla ya mechi alizocheza basi ni mechi 30, ni mechi 28. Huo ni upande wa ligi kuu ya NBC Premier League Tanzania. Ukija kwa upande wa kombe la shirikisho, basi yani maarufu CAF, amefunga mabao 3. Pasi za mabao maarufu assist ni 2. Mchango wake wa jumla mabao, yani mabao pamoja na assist, ni mabao 5. Mechi alizocheza ni mechi 11 za CAF. Takwimu za jumla wakijumlisha ligi kuu na CAF, mabao aliyofunga ni 18, lakini pasi za mabao yani assist ni 9. Mchango wa jumla wa mabao pamoja na assist ni 27. Mechi alizocheza NBC pamoja na CAF ni mechi 34. Takwimu za Pacome kwa msimu huu wa mwaka 2024-2025 ligi kuu ya NBC Premier League, mechi alizocheza ni 25, ambapo mabao aliyofunga ni 12. Pasi za magoli ni 11. Mchango wa magoli pamoja na assist ni 25. Ukija kwenye tuzo ya mchezaji bora wa mwezi mara 7, ambayo ni rekodi katika ligi yetu. Sasa hapa ni wengi wanajiuliza ni nani anaweza kuondoka na hizo tuzo, huku ikielezwa kwamba Jean Charles Ahoua takwimu zake zimenyoka zaidi kuliko za Pacome ambazo yenyewe hazijawekwa wazi. Kwa hiyo ni wengi wanafikia ni nani atakuwa mchezaji bora kwa msimu uliopita 2024-2025 kutokana na takwimu hizo ambazo zimeweza kutolewa kwa wachezaji wote wawili, huku wengi wakimtolea macho Pacome Zouzoua, ambapo inadaiwa kwamba yeye magoli mengi ambayo ameyafunga hajayafunga yakiwa ya kutenga au penalty. Magoli mengi amefunga yakiwa kwenye movement, yani kwenye harakati za piga ni kupige pasi baadaye goli, na ndio wanampa kwamba anaweza kuwa ni the MVP kwa kuwa yeye ndio aliweza kupindua meza kibabe dakika za mwishoni takriban kama mechi 3 hivi na kuweza kumzidi Jean Charles Ahoua kwenye takwimu, ila kitakwimu kabisa kazidiwa na Jean Charles Ahoua kwa kila kitu.